nisipate tena kura kutoka kwa wajumbe. Lakini kama unajiamini, unahitaji kuweza kuweka uchaguzi ambao utakuwa ni fair na haki, ili kuweza kuhakikisha kwamba hata wapiga kura wanapata haki ya kumchagua mtu ambaye wanaamini kwamba huyu ni mtu bora zaidi ambaye anaweza kusimama hapa kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu. Kwa mfano ukiangalia Wallace Karia watu wanamzungumzia, lakini amekuwa na mtu ambaye amekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye mpira wetu. Unazungumza Tanzania, tumeshiriki mashindano yote ya Afrika ambayo tunahitaji kuweza kushiriki. Tuko AFCON kwa upande wa wanawake, timu yetu ya wanawake itakwenda kushiriki michuano ya AFCON kwa upande wa wanawake kwa maana ya AFCON. Timu yetu ya wanaume imefuzu kushiriki michuano ya AFCON 2025, lakini pia tumepata nafasi ya kuweza kuhosti michuano ya AFCON 2027, tumepata nafasi ya kuhosti michuano ya CHAN 2025 ambayo inafanyika mwezi wa 8. Kwa hiyo ukiangalia kuna vitu vingi sana ambavyo ni positive ambavyo amevifanya Wallace Karia. Kwa binafsi naamini kwenye watu ambao wanakwenda kutunga hizi kanuni hususan za uchaguzi, wanahitaji tu kuweka kanuni ambazo zitakuwa fair. Mwisho wa siku tunaweza tukampata kiongozi ambaye sio bora kama Wallace Karia. Hizi kanuni ambazo zimemweka zitaendelea kubaki kufanya kazi kwa kiongozi ambaye sio bora, na tutakuwa ni ngumu kuweza kumtoa madarakani kwa kuwa kanuni ambazo zilizopo ni ngumu kuweza kumuondosha yeye madarakani, na huyo kiongozi atakuwa afanye vizuri.